kuitigia sikio Radio Maria Sauti ya Kristo nyumbani mwako inayokutangazia kutoka Mikocheni jijini Dar es Salaam. Msikilizaji popote pale ulipo, ni matumaini yangu hujambo na ni mzima wa afya njema kabisa. Ninakualika kwa namna pekee ikiwa ni Disemba 24 mkesha wa Noeli. Leo timu ya utetezi wa uhai ipo ndani ya studio. Wao kazi yao kubwa ni kutetea uhai. Sana sana wanamtetea yule mtoto ambaye hajazaliwa ili azaliwe, na leo tunatarajia mtoto Yesu azaliwe katika mioyo yetu. Kumbe basi Mama Maria angepata bahati ya kukutana na hawa watu wa pro life, nina hakika lazima angewapa zawadi, kwa sababu wao wanafanya kazi ya kutetea uhai. Na yeye leo, siku kama hii ya leo ambayo alibahatika kumpata mtoto, angekutana na watu ambao wana kampeni ya kuwatetea watoto wazaliwe ulimwenguni, nina hakika angewapa zawadi kubwa sana. Basi na wewe msikilizaji, kwa niaba basi ya Mama Maria ambaye alitupa zawadi ya mkombozi wa ulimwengu, nikualike basi leo tuwasikilize kwa namna ya pekee hawa ndugu zetu kutoka Pro Life, timu ya kutoka Pro Life, timu ya kutetea uhai. Leo tuwasikilize kitofauti, kwa sababu leo ni siku yao ya kitofauti, na nafikiri kwamba ni siku yao ya pekee sana katika dhamira yao nzima ya kutetea uhai wa binadamu. Mimi naomba nikualike kwa niaba yao. Jina langu ni Agnes Shayo Hiza. Tunaye mwenyekiti ndugu Emily Hagiam ambaye ni mkurugenzi wa Pro Life Tanzania. Tunaye dada Grace Morrison Shayo, ni katibu mutasi lakini pia ni mtunza hazina wa Pro Life Tanzania. Lakini pia tunaye mwalimu Rosemary Msofe ambaye na yeye kwa mwaka huu tungesema tunatafuta manake huko katika hali ya kawaida huwa wanasema kuna chipukizi aliyechipukia alafu akachukua namba wa mwaka kwa ndani ya Pro Life. Basi tungesema mwalimu Rosemary Msofe mwaka huu amechomoza, amebahatika, namba yake, nyota yake imeng'ara ndani ya Pro Life Tanzania. Kwa niaba yao naomba nikualike ungane na sisi studio namba 2. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Mwana kondoo ameshinda. Tumfuate. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Manake leo nimeamua kuwasalimia hivyo mimi, manake ni kipindi cha tofauti kwenu, na naomba niwape hongera sana. Asante sana. Nilikuwa najaribu kuanza katika hali ya kawaida, ndo mara tu mmekutana na Mama Maria hii. Sijui Pro Life mngepewa zawadi gani ninyi? Kwa kweli tungepewa zawadi ambayo kila mmoja angeitamani maishani, na ile inaidumu maisha yake yote. Maana wanasema kama ni kuchagua, basi nyinyi mmechagua fungu lililo jema, kwa kweli, kupitia utumishi usio kwa na faida katika macho ya wanadamu. Naam. Karibuni sana mwenyekiti. Asante sana. Basi katika majuma 4 ya kipindi cha Majilio tulikuwa tunatafakari pamoja na wenzetu wanaotusikiliza Tanzania na kwingineko ulimwenguni. Marekani kule kuna dada yule Viola ana rekodi katika website yetu. Tunamshukuru sana. Basi juma la kwanza tulitafakari, tuseme kipindi chote cha Noeli, cha Majilio, tumetafakari Noeli na thamani ya uhai wa mwanadamu. Tukakigawa katika awamu au mafungu 4. Kila juma ilikuwa na dhamira yake. Sasa dhamira ya juma la kwanza tulitafakari nafasi ya wachumba, tukatafakari pamoja mazingira ya kuzaliwa Yesu, halafu furaha ya kuzaliwa mtoto na kumkaribisha miongoni mwetu. Juma la pili tulitafakari tumbo la mwanamke na uzao wa mwanadamu. Kwa kweli tutakusema tu kwamba tumbo la mwanamke lina thamani kubwa hivi hata Mungu alilichagua kuwa ndio mahali ambapo uzao wa mwanadamu unapitia na kuzaliwa. Halafu juma lililopita tulitafakari kitoto kichanga tumboni mwake Elisabeti kikaruka kwa furaha. Na basi hapa unajua juma la 3 kila mara katika Majilio ni juma la furaha. Hata katika vipindi vyetu vya liturujia ni juma la furaha kuelekea Noeli. Leo sasa, kwa sababu tumekwisha fika ile siku ya kumkaribisha mtoto Yesu miongoni mwetu, tunataka kutafakari, je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Tumetoa hiyo kutoka Isaya sura ya 49 mstari ule wa 15 hadi wa 16. Mimi napenda kusema aya ya 15 hadi 16. Sasa kabla hatujaenda huko,
kama ilivyo kawaida yetu, tunashukuru leo umeanza kwa namna tofauti, na mimi wachi nifanye namna tofauti. Nimeona tayari. Leo tumpe huyu chipukizi huyu la kutoka na shina la Yese nadhani. Aliyeng'ara. Basi atuongoze sala kwa namna ya pekee. Karibu Rose. Asante. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa zawadi ya uhai uliotujalia na unayotuendelea kutupatia kila siku katika maisha yetu. Tunakuja kwako tukiongea na wana wako katika dunia hii juu ya makuu uliotuagiza kama maandiko yanavyotueleza. Tunaponena nao, tupe kinywa na moyo wa kutafakari yale ya kupendezayo Bwana kwa utukufu wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Asante sana Rose kwa sala hiyo. Basi tunaanza tafakari yetu. Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Hapo mwenyekiti, kabla hatujaanza, naam, kwanza mambo mazuri yako mengi sana unajua leo. Tumesema kila kitu leo ni cha tofauti. Naam. Naitwa Brigita Henry Msasalaga, ni mwimbaji na mtangazaji wa Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Nawatakia heri na baraka ya sikukuu ya Christmas na mwaka mpya wasikilizaji wote wa Radio Maria. Chagua Radio Maria, uipende, uisikilize kila itwapo leo. Nawe utabarikiwa, utapata faraja, utaelimika na utaburudika. Radio Maria, chaguo lako. Oh, die Christus natus est. Oh, die Christus natus est. Oh, die exultant justi, exultant justi di celesti, gloria in. Aya, mwenyekiti, nilisema ni tofauti, basi nilitaka pia na wao tofauti pia tuone. Shamra zimeanza. Nashukuru kweli. Basi wakati naimba nikasema nakumbuka kile kitu changu kile cha zamani. Nilifanya makusudi kwa sababu najua wewe umepitia huko kwenye video. Nimekumbuka machache lakini ningetamani ingekuwa Monsignor Kangalawi hapa. Naamini atakuwa anatusikiliza, manake baba na Radio Maria ni kama uji na mgonjwa. Naam. Basi tunamshukuru sana huyo aliyetuimbia akionyesha tayari furaha ya kuzaliwa mkombozi wetu. Na tunashukuru sana. Amina. Basi leo tunataka kuangalia kwa kweli sasa mtoto huyu amezaliwa au hata kabla ya kuzaliwa mama afanye nini? Ndio. Baba afanye nini? Ndiyo. Na jamii ifanye nini? Akiwa ndani ya tumbo la mama na hata baada ya kuzaliwa. Wajibu wetu ni nini kwa mtoto huyu? Ndiyo. Tunapojadili hayo, kwanza tukubali kwamba kila mama mjamzito anabeba uhai kamili ndani ya tumbo lake, uhai mwanadamu. Huko nimesema jamani, msimwite huyu mtoto kiumbe. Nimekataa kunyuma sana na nakataa hata leo. Yule ni mwanadamu, sio kiumbe. Kwani niko najiuliza hebu Grace, leo mtu akuite wewe kiumbe utajisikiaje? Utajisikia vibaya. Kiumbe Grace. na mwenyekiti, kwa kuongezea tu, mara nyingi kiumbe katika maisha ya kawaida huwa inachukuliwa pale mtu unapofanya kitu kibaya. Unasikia huyu kiumbe mzito. Huyu kiumbe gani huyu? Umeona Sasa wewe mtu leo kiumbe Grace. Kweli. Basi ni mtoto kamili. Lakini pia huyu mtoto ndani ya tumbo la mama huyu ni wapekee, wapendwa. Akiondoka hakuna mwingine, yani hakuna mbadala. Basi kila mtu unadhani hata mimi hakuna mbadala wake. Mimi nikiondoka mtalialia, basi hakuna hata mwingine kama mimi. Naam. Na vile tumesema mama huyu ambaye anambeba mtoto tumboni mwake, anaibeba baraka ya Mungu. Ndiyo. Huyu ni mbarikiwa wa Mungu. Na
kabla hatujatoka, nabii Yeremia anatuambia Mungu anatujua toka kabla hatujazaliwa. Na hata tukizaliwa amkusha tupangia majukumu yetu. Sasa ninashangaa watu wanataka wasome wote tuwe maprofesa, wote tuwe madaktari, wote tuwe walimu kama Rosa. Haitawezekana. Rosa anaposhika chaki darasani, kuna mwingine analima kule ili akirudi aende akale. Ndio majukumu ambayo Mungu ametupangia. Hasemi kwamba mwanadamu asijibidishe kupata yaliyo bora. Yaliyo bora katika mipaka ile ambayo Mungu amekupatia. La sivyo mwisho utaitwa fisadi, maana umekeuka, umekwenda kinyume, umetamani yasiyo yako, ndio usikie fisadi na mambo kama yale, sio? Basi sasa wakati tunatafakari haya, nilirudi tena kwenye Biblia. Ndio. Nikasoma, nikamkuta huyu dada huyu Elisabeti huyu na Mariamu. Sasa hawa walibeba uhai mmoja wa Yesu, Emanueli, huyu nani? Mariamu. Huyu Elisabeti alibeba uhai wa nani? Wa Yohana. Lakini maandiko hayasemi mengi kuhusu namna Elisabeti na Mariamu walivyotunza mimba zao. Kwa kweli tusiyani, baada ile tangazo kwamba utapata mimba, na hata huyu mwingine malaika yule Gabrieli alipomwendea, hatusikii sana jinsi mimba zile zilivyotunzwa. Lakini mazingira yanatuonyesha kuwa wanawake hao walikuwa waangalifu sana baada ya kupata ujauzito. Nirudie, walikuwa waangalifu sana. Yaani kama mwingine, walikuwa watunzaji wazuri sana wa mimba zao baada ya kupata lile agizo au baraka ile kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mariamu kwa ajili ya matunzo ya mimba yake alimuhitaji shangazi yake Elisabeti. Na Elisabeti alihitaji msaada wa Mariamu katika kuitunza mimba yake. Tukumbuke jambo moja, kuwa wanawake hao walipata mimba katika umri tofauti. Mariamu alikuwa msichana. Soma Luka sura ya 1 aya 26 kwenda 27. Wakati Elisabeti alikuwa mama mzee, mama wa makamu. Wala nani mmoja niambia wa makamu, Biblia inasema alikuwa mzee. Luka 1:18. Kwa hiyo kila mmoja wa hao alimuhitaji mwenzake. Mariamu alimuhitaji shangazi yake Elisabeti, yaani akiwa mama mtu mzima, kwa ajili ya maelekezo na matunzo. Yani amwelekeze Mariamu namna mimba inavyotunzwa. Unajua wengine wapata mimba wanahangaika sana. Ndio maana msijui katika mila zenu nyinyi mnasema. Mimi katika mila zetu ujauzito wa kwanza kwa kawaida mke anarudishwa kwao, yani kwa mama yake, ili apate matunzo ya karibu ya mama mtu mzima. Ndivyo huyu Mariamu alivyofanya. Mara baada ya kupata taarifa ya ujauzito, alisafiri kwenda kwa Elisabeti, ikiwa na maana kwamba alimuhitaji Elisabeti kwa ajili ya maelekezo ya namna ya kutunza mimba yake. Maana yake utuzima ni thawabu. Wakati Elisabeti katika uzee wake, kumbukeni kwamba wakati Mariamu anamtembelea Elisabeti, tofauti ya umri wa watoto wao ni kwamba Elisabeti alikuwa na ujauzito wa miezi 6, wakati Mariam ana ujauzito ndio kwanza mpata taarifa ya labda mwezi mmoja. Kwa hiyo Elisabeti katika uzee wake alimuhitaji Mariamu akiwa msichana kwa ajili ya kumsaidia kazi mbalimbali za nyumbani. Unajua ujauzito katika uzee una mambo mengi, Kwa hiyo ndio sababu niangalia Elisabeti alimuhitaji Mariamu. Mariamu alikuwa msichana kwa ajili ya kumsaidia. Unajua kutume, unajua fikiria ni mzee mjamzito na huna mhudumu nyumbani, chumvi unaamka mwenyewe.
kitunguu unaamka mwenyewe. Nini kingine? Kuteka maji mwenyewe. Hao wazee akina Zakaria hawa walikuwa na kazi huko za kutafuta nini? Kutafuta chochote kwa ajili ya nyumbani. Kwa hiyo huyu msichana Mariamu alikwenda kule kwa ajili ya kutoa msaada kwa shangazi yake Elisabeti ambaye alikuwa mjamzito katika uzee wake. Kwa hiyo kama nilivyosema pale mwanzoni kwamba Elisabeti alikuwa na mimba ya miezi 6 wakati Mariamu anamtembelea. Bila shaka Mariamu aligundua hitaji la kweli kutoka kwa shangazi yake. Hitaji la kweli kwamba shangazi huyu nadhani ananihitaji nimsaidie nimsaidie kazi mbalimbali wakati wa ujauzito. Mnaona uhusiano huu, yani huku nyuma tumetafakari tu kwamba ndio Elisabeth na Mariamu alimtembelea shangazi yake sababu ya upendo na undugu, ni kweli, lakini pia kulikuwa na sababu ya ziada ya Mariamu kumtembelea Elisabeth. Nadhani mmenielewa. Sasa ni watazame tena Zakaria na Yusufu. Hatuambiwi umpishano wa umri, lakini kwa vile nadhani Zakaria alikuwa mzee, katika Biblia inasema alikuwa mzee. Yusufu haisemi kwamba alikuwa mzee, lakini bila shaka alikuwa mtu mzima mwenye kuchukua jukumu kamili ya kibaba. Nadhani niseme vile. Kwa hiyo hawa ni mifano ya baba na waume wanaojali. Kumbukeni tunasema, je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Hii ndio dhamira yetu leo, dhamira yetu ya leo. Kila mmoja, hawa Zakaria na Yusufu, kila mmoja alikuwa na mahangaiko yake anapopata taarifa ya kuwa wake zao, lakini huyu Yusufu alikuwa na mchumba, hakuwa mke wakati, lakini basi kwa ajili ya mazungumzo yetu ya leo, basi wake zao wangepata mimba. Mahangaiko ya Zakaria yanatokana na hali ya kibiolojia. Unafahamu kwamba wao, yani huyu Zakaria na Elisabeti, wamekwisha kuwa wazee na hivyo kuondoa uwezekano wa wao kupata mtoto. Sasa wasiwasi huu wa Zakaria ulimletea, sijui kama tuseme madhara, ishara. Ana sasa mimi nitajuaje katika uzee huu? Mungu akamwambia kwa kinywa cha yule malaika, kama uamini, ngoja mimi nikupe ishara. Akamfanya bubu, asiwezi tena kuongea. Si unataka ishara, si unataka kuamini, na kupa ishara. Kwa hiyo huyo Zakaria akawa bubu kuanzia siku ile, wakati yuko kule kwenye chumba kile cha ndani kule, sanctuary cha ndani kabisa kule, sababu ilikuwa zamu yake kutoa sadaka siku ile. Na Yusufu kwa upande wake anahangaika moyoni kutokana na ukweli kuwa hakuna mahusiano yoyote yale ya kindoa yaliyofanyika kati yake na mchumba wake Mariamu. Sasa itakuwaje? Hatujakutana na unajua vile nadhani hofu nyingine ni kwamba kwa sheria za Kiyahudi, kama msichana anapata ujauzito kabla hajaolewa, yani nje ya ndoa, adhabu yake ilikuwa ni kutandika nini? Mawe mpaka afe. Yusufu ile analijua na linamwangisha moyoni, afanyeje? Ndio maana unaposoma Injili ya Mathayo anasema katika maandiko yale alidhamiria kumwacha kimya, yani kumwacha kimya. Sasa kama ataka labda atokomee zake mbali huko asishuhudie mchumba wake anapopigwa mawe, lakini basi alidhamiria kumwacha kimya. Ni mahangaiko ya kawaida ambayo nadhani hata mimi na wewe ungeyapata, bila shaka ungeyapata. Unajua sheria ya Kiyahudi, sasa hili limetokea kwako, kwa kweli hayo ilikuwa mahangaiko ya kawaida sana. Na mahangaiko hayo yalikuwa makubwa zaidi kwa sababu yeye alikuwa mcha Mungu, na alihofu kwamba bila shaka watu watanidhania mimi sikuwa mwaminifu. Kusema kwamba ukutana naye si kwa kuaje anapata ujauzito kama ukutana naye. Kwa hiyo hofu ya kwamba atapigwa mawe huyu mchumba wake mpaka kufa ilimtawala, lakini pia hofu nyingine ya kwamba kudhaniwa, kwamba utadhaniwa au angedhaniwa kwamba amefanya nini? Uzinzi
na katika macho ya watu isingependeza katika mila na desturi ambapo tendo la ndoa linafanyika baada ya ndoa. Kwa hiyo msomeni hayo katika Mathayo sura ile ya kwanza aya ya 19. Ndio huyo wasiwasi unampelekea Zakaria Yusufu kufikiria kuingia mitini. Lakini pamoja na mazingira hayo, pana mazingira hayo, yale ya Zakaria, yale ya Yusufu, kila mmoja alikubali kupokea ujumbe wa habari njema ya kuwa wake zao wangepata mimba, ni mtoto. Baada ya kukubali, waliwapokea wake zao na kuwasaidia katika matunzo ya mimba. Hilo nataka baba wa leo mnielewe vizuri, kwamba hawa baada ya kupokea ujumbe ule wakaukubali, basi walibeba jukumu lingine la kuwasaidia hawa wake zao katika matunzo ya mimba zao hata wanapojifungua. Kumbukeni wakati ule sensa inatokea, nadhani Yusufu alikuwa tayari mshazaliwa ndio Yohana alikuwa mshazaliwa. Sio Yusufu, Yohana, yule Yohana Mbatizaji alikuwa mshazaliwa wakati sensa inatokea. Sasa mkumbukeni tu jinsi Yusufu alivyomchukua mkewe Mariamu kwenda kuhesabiwa kule Bethlehem, mnakumbuka sana, katika mji mdogo wa Nazareti. Kwa hiyo na wakati ule unajua hapakuwa na magari, hapakuwa na taxi, ila tunajua kwamba nyumba za wageni zilikuwepo, Biblia imeandika zilikuwepo. Sasa bila shaka katika kutembea kuelekea huko Yerusalemu na huko Bethlehem, bila shaka Yusufu alikuwa anatembea kwa mguu, wakati mke wake Mariamu, mchumba wake Mariamu, alikuwa amebebeshwa katika punda. Bila shaka alikuwa amebebeshwa katika punda, na basi wakaenda. Hayo ndio matunzo na kujali kwa waume kunakostahili kwa wake zao. Ni mwaliko mkubwa unaodai wajibu mkubwa wa kila baba na mume kupokea mimba, haidhuru mazingira yanayozungukia kutungwa kwake. Usijali mimba imetungwa namna gani, ujali kwamba uhai mpya umeingia duniani. Imeingia kwa njia ya kubakwa, na hiyo ingekuwa ngumu. Siku ile katika mahubiri padri wetu kule Chamazi aliuliza swali, akina baba, alianza akina mama, mkisikia kwamba mume wako amepata mtoto wa nje, huko nje anataka kumleta ndani ya nyumba, je, mtakuwa tayari kuwapokea watoto wao na kuwalea? Mama akasema ndio. Kaza kina baba, mnasema mkisikia mke wako amepata ujauzito ambao sio kwako, mnasemaje? Kina baba waliguna. Basi ni kuguna huko ambapo ndio maandiko haya ambayo unaona Yusufu na Zakaria wanayapata. Ni haya kama unasikia kuguna ni sababu ya hiyo. Basi hawa wanatupeleka kwenye sehemu yetu ya 3 ya kuangalia sasa kwa undani wajibu wa mama mjamzito kwa mtoto wake, na hata baada ya kuzaliwa, wajibu wa baba kwa mama huyu mjamzito, na hata baada ya kujifungua, na wajibu wa jamii. Sasa nimkaribishe Rose aweze kutushirikisha wajibu wa mama. Karibu. Asante. Wajibu wa mama. Wajibu wa kwanza, kwa kila mama ana wajibu wa kuitunza mimba yake na kuilinda dhidi ya mashambulio yoyote yale. Namba 2, kila mama ana wajibu wa kuitunza afya yake na ya mtoto wake wakati wote wa ujauzito. Ahakikishe kuwa anapata lishe bora, anapata matibabu kwa wakati, anakuwa na mahusiano mazuri na mume wake pamoja na majirani. 3, kila mama anatakiwa kujali mahitaji ya kisaikolojia ya mtoto wake.
kumuonyesha upendo kwa kutumia lugha nzuri wakati wote wa ujauzito, kumsalimu mtoto wake wakati unaofaa, kuzungumza naye kwa namna inayofaa, kujali afya ya roho kwa kusali kimoyomoyo katika familia au kanisani. Namba 4, kuwa na utaratibu wa kupumzika baada ya muda fulani baada ya kazi. Yaani kutofanya kazi nzito zinazoweza kuathiri afya yake na ukuaji wa mtoto. Ya 5, kuzingatia mavazi yanayofaa wakati wa ujauzito. Naam, wakati unawasilisha nilikuwa mimi nafikiri moyoni mwangu hivi, tunaposema kuitunza mimba yake dhidi na kuilinda dhidi ya mashambulio yoyote yale. Mashambulio gani? Ona Grace unajibu. Mashambulio yoyote yale inaweza ikawa ni jamii au ndugu au wengine hata mume. Wanashambulia labda pengine ulikuwa na watoto wawili, labda watatu au wanne, basi anakuambia mimi mtoto huyo simuhitaji tena. Kwa hiyo sasa wewe mama inabidi uwe na msimamo kwamba wewe baba amesema hamuhitaji mtoto mwingine wa ziada, wewe unasimama sasa kama mama, sasa mimi huyu mtoto atakuwa wa kwangu. Kwa hiyo unakuwa na msimamo. Kwa hiyo unamlinda si wawe. Ndio. Kuna mengine? Majirani nao wanaweza wakasema unazaa mpaka watoto waishe huko. Sijui unazaa panya, sijui una chakula cha wageni. Kwa hiyo yale maneno ya za kejeli. Ya mauzi, sio ya mauzi. Kwa hiyo unatakiwa mambo ya puuzie, utunze mtoto wako. Wakati mwingine pia hata wakati wa kuishi pamoja, ndio kuna magomvi hapa na pale. Unajua tena mama akiwa mjamzito, kile mwingine anakuwa mkali akifika baba pale nyumbani hapo, basi baba akarusha konde, basi mambo kama yale ndio mashambulio hayo. Kwa hiyo baba akiona anarusha konde, mpe mgongo, usimpe tumbo, na kiasi ataua mtoto. Basi nashukuru sana. Basi haya ndio mashambulio. Kuna mwingine watu wengine wanachukua tu vidonge hayo na meza, Msikia habari ya chloroquine, msikia habari ya misoprostol, vidonge hivi. Mmoja alifikisha juzi kwamba vinauzwa bei rahisi sana huko madukani huko. Ni mashambulio haya dhidi ya mtoto katika tumbo la mama. Mashambulio mengine hata akizaliwa ndio kutupwa, unasikia yuko kwenye rambo na tupo huko. Naam. Halafu umesema kwa ajili ya afya yake. Akina mama kile mwingine tunawashangaa wanatafuna udongo, tufanyeje? Mwalimu Rose. Asante. Mimi kwa mtazamo wangu naona kwamba mama anapokuwa mjamzito anapenda kula udongo endapo kama atakuwa amepungukiwa baadhi ya madini. Kwa hiyo baba ni wajibu wake pia kujali kwamba ni mahitaji gani yanaweza ikawa badala ya kula ule udongo. Kwa sababu mama anahitaji lishe bora. Nadhani kweli mama mwingine udongo, wengine wana hata wapende tena kupaka mafuta harufu yale. Tunataka pia bado ndile kwa mzuri jamani. Paka mafuta yale pendeze tena kama kawaida inafaa. Hii kuhusu mahitaji ya kisaikolojia ni ya muhimu sana. Watoto wanafuata sana yale ambayo mama anayafanya. Na katika somo letu la ukuaji wa mtoto tumboni tulisema kwamba mtoto anaanza kusikia toka akiwa na miezi 3 katika tumbo la mama. Anapofikia mwezi wa 8 mtoto anasikia kila neno ambalo mama analiongea. Sasa tunaposema hapa mama kujali mahitaji ya kisaikolojia mtoto wake, ni kwamba lugha nzuri hapa ni lugha ile ambayo inamjenga mtoto maadili mema. Lakini lugha ya matusi ndio tunazaa watoto wenye matusi. Ukienda kwenye dansi, ngine siku hizi dansi zeni hizo wanatumia nguvu kweli. Basi mtoto ndani ya tumbo la mama anahangaika. Na bahati mbaya dansi haishi tu kucheza, maana yake ili ucheze unahitaji pia kiburudisho kwenye pombe. Pombe kiingia tumboni mwa mama, basi mama mwenyewe anavyochangamka na mtu naye anachangamka, sio analewa, sio changamka, analewa. Naona niangalia analewa. Mama na kanavyo leo na mtu naye analewa. Na wengine wanavuta mpaka sigara. Jamani, moshi ule ni hatari kweli. Kwa nini mama anavyofanya ndivyo hivyo mtoto anavyoitikia ndani ya tumbo lake. Kwa hiyo ni lazima mama huyu
aepuke kufanya mambo yale ambayo yanaweza kumathiri mtoto wake. Kusali pamoja ni jambo la msingi, kusali kimoyo, kusali pamoja. Na inaonekana nadhani ni kweli kwamba unapoona kuna kwaya fulani, yua watoto wa wanakwaya nao pia ni wanakwaya. Mimi naona kama ni sana anaimba, na mama yake anaimba, na baba yake anaimba, basi mtoto anayesali, mama anayesali atazaa vile mtoto wa ibada. Na hata maandalizi ya ukasisi, uchungaji na mambo kama yanaanza mle ndani ya tumbo la mama, ndipo tunapoanza kuwalea watoto kuelekea mambo hayo matakatifu. Tusikilize wajibu wa baba. Asante sana. Wajibu wa baba, ngoja kwanza mavazi. Watu wakina mama mwenye mimba ya kwanza, ya pili, tumbo alipanuki sana, labda wachache, inakuwa sio mbaya sana, lakini mwezi wa 5 lazima tumbo lipanuke, lazima, kwa sababu mtoto inakuwa kushakuwa mkubwa na anaweza kuvurumisha ngumi tumboni mle. Basi akina mama wavae nguo zenye star, tena miniskirt, tena za naifai skin tight, suruali ngine na bana kule kama mama suruali, ba ile suruali sio kama suruali nafasa na wasivana ndani umkanda ule mwisho mtambana mtoto sikio bure. Basi nguo zinazofaa ni muhimu kuzingatia, sababu pia mtoto anapata amani ndani ya tumbo la baba. Wazi kwa tusikilize basi wajibu wa baba. Wajibu wa baba ni kumpenda na kumhudumia mke wake kwa kiwango cha juu, kimavazi na pia hata viburudisho. Kwa hiyo na wasisa na wanaume hapa wapende kweli wanawake zao wakiwa wajawazito. Hata ikiwezekana watoke nao out kama vile mwanzo wanapotoka out bila mimba. Kwa sababu wengine wakishapata ujauzito mama nyumbani, baki nyumbani. Yeye anakuza huko peke yake. Kule Coco Beach kule. Unaona? Kwa hiyo inafanya mama kule nyumbani anyongonyee tu saizi huko Coco Beach. Aone mimba kama mzigo. Afikirie isingekuwa hii mimba nisingekuwa hapa saizi, pengine ningekuwa sehemu fulani. Kwa hiyo tunawasihi wanaume wapende sana wake zao. Wanunulie nguo zinazofaa. Wapeleke out, watoke nao kidogo, wafurahishe namna hiyo. Na kifuta jasho. Kabisa. Na kuwatia moyo, kwa sababu ile safari ni ndefu mwenyekiti, na ni ngumu sana. Kweli. Kweli. Kuwatia moyo ni muhimu sana. Safi kabisa. Ile kwamba tu tukachungulia huko dirishani, hatuwezi kwenda wote. Namba 2 ni ulinzi kwa mama mjamzito. Kwa hiyo mume awe mstari wa mbele kumkinga mke wake, kumtia moyo. Sindikiza hata kliniki, mpeleke tu. Sindikiza kazini, kama una usafiri mpeleke, kwa sababu usafiri ni watabu. Na naona ukiwa mjamzito kwa kweli usafiri wa kupigana vikumbo kwa kweli inasumbua sana. Hata mimi nisingependa daladala tena. Ningeomba kama usafiri tu na kaa nyumbani. Mpaka naenda kazini je? Tuomba ruhusa, tuomba likizo. Miezi 9 jamani. Likizo miezi 9. Isio na malipo. Yafaa tu hata kama wanapanda daladala, basi mume anawahi kwenye daladala anamchukulia alafu mama anakuja. Sasa tunafanya kazi maeneo tofauti je? Wewe unakwenda Mbezi, mimi nakwenda Bagara, itakuwaje? Unasikiliza mpaka stand, unachukulia sita unarudi. Namna hiyo. Kipengele kingine ni kuzingatia huduma ya familia. Chakula na mahitaji mengineyo. Mama mjamzito kwa kweli anakuwa na ni tabia au ni mabadiliko ya mwili. Kwa unakuta baadhi ya vyakula yani anavipendi, vingine anavipenda. Kwa hiyo baba uwe mstari wa mbele. Mama akisema nataka mchunga, basi jitahidi upate mchunga. Akisema kakuku kidogo, basi fanya kakuku kapatikane ile. Mtu mmoja aliniambia mke wake alikuwa anatamani vyakula ambavyo vinasema havipo mpaka vitoe huko kijijini. Sababu kweli. Yabidi avisafirie. Kwa hiyo namna nyingine, wajibu wa baba mwingine ni kuepa kabisa matendo yote yale yanayoweza kumuudhi mke wake wakati wa ujauzito. Kwa mfano kama vile kumkaripia, kumpiga, kuwa nje ya nyumba kwa muda mrefu bila maelezo. Unatoka asubuhi unaenda kazini, basi urudi mpaka saa 8 za usiku. Usemi niko wapi? Kuna dharura gani usemi? Mama anafikiria tu mpaka saa hizi kuna nini? Labda anapiga simu,
anaangalia sana mpaka anachoka. Unaona? Alafu anakupigia simu hupokei, mwisho wa siku unakata tu. Namba unaipiga haipatikani kwa sasa. Au inapatikana unakata. Kwa hiyo inakuwa tabu kidogo kwa mama. Naam. Namna wajibu mwingine ni kuandaa mazingira mazuri ya kuzaliwa mtoto. Kama fanya Yusufu ajitahidi sana. Ndio. Basi tu sawa hapa kote na nyumba za kulea basi bila ende mahali pale. Naam. Kujiandaa maandalizi ya mtoto. Akina baba ndani nimesikia. Baba ndani nimemsikia Grace huyu anaongea hapa kwa uzoefu kabisa kwamba sio marufuku kumpiga mke akiwa mjamzito, marufuku. Hata kama akikuudhi kunywa maji. Weka maji mdomoni. Maana ukishoka maji mdomoni basi uweze kuongeza na inakuwa kimya. Dawa nzuri sana hata kwenye ugomvi. Mwingine weka tu maji mdomoni basi ugomvi unakuisha. Basi kwa wapendwa tumalizie na wajibu wa jamii. Tazameni mambo tunaongea hapa. Tunamwangalia Zakaria na Yusufu walivyofanya kwa wake zao. Tumwangalia Elizabeth na Mariamu walivyotenda wakati wa ujauzito. Sasa tunaangalia jamii ya Kiyahudi ilifanyaje wakati mama ni mjamzito. Kwa sehemu ya wajibu wa jamii tunaangalia jamii fanyeje. Moja, kuweka miundo na taratibu zinazolinda uhai wa mtoto kabla ya kuzaliwa. Na mimi nashukuru Tanzania hapa tuna sheria ambayo inalinda uhai wa binadamu. Nashukuru kweli. Ndio wajibu wa jamii kusema ukweli. Sheria hili sasa itakiwa itafsiriwe katika matendo. Imeandikwa kwenye vitabu, ifanyike katika uhalisia wake. Pili, kuweka sheria zinazowalinda wanawake wajawazito kama ambavyo tunasoma katika kitabu cha Kutoka sura 21 aya 22 mpaka 25. Hebu nisome sehemu ile. Asante. Wanaume wakipigana na kumuumiza mwanamke mjamzito hata mimba yake ikaharibika bila madhara mengine zaidi, yule aliyemuumiza atatozwa faini kama atakavyodai mumewe mwanamke huyo na kama mahakimu watakavyoamua. Lakini kama yatakuwepo madhara mengine, basi lazima amlipe uhai kwa uhai, jicho kwa jicho, jino kwa jino, mkono kwa mkono, mguu kwa mguu, kuchomwa moto kwa kuchomwa moto, jeraha kwa jeraha na pigo kwa pigo. Maana wengine wanasema mchubuko kwa mchubuko. Maana yake nini? Ni kwamba Biblia inatuambia kwamba sheria ziko wazi kwa mama kwa kuwalinda watoto hao ambao bado hawajazaliwa. Tena inamlinda mama na mtoto wake. Ndio sheria hizi. Kwa hata nyinyi mkipigana tu mkafanya mambo yenu ya ajabu kwa dhidi ya mama huyu, tayari sheria ichukue mkondo wake. Na mimi nafurahi kwamba katika sheria za makosa ya jinai namba 150, 151 na 152 zinasema kama nilivyosema hapa kwamba ni marufuku kujaribu kumsaidia au kutoa dawa au hata mama mwenyewe kujaribu kuwa mtoto wake. Sheria inachukua mkondo wake. Na ndivyo ninavyosema. Kwa hiyo ndio maana nasema ya tatu, kuweka sheria na taratibu za kuwachukulia hatua za kisheria watu wanaoharibu au wanaohatarisha uhai wa mtoto kabla hajazaliwa. Ndio unasema kwamba kama mtoto amekufa na wewe unauawa. Kama umemchubua ndio utachubuliwa. Ndio zandi sheria ilisema vile. Sisi hatusemi kwamba mtoto huyu aliyeua uawe. Ile tunasema aliyeua apate adhabu kali na adhabu ya mimi nikisema anayeua apate kifungo cha maisha, mambo kama yale. Kuweka adhabu kali kwa wale wote wanaoua watoto wao kabla ya kuzaliwa, kama ambavyo nimesema kwamba adhabu ile imlinde mama, imlinde mtoto ndani ya tumbo la mama, lakini pia ilinde familia. Lengo la sheria au lengo la adhabu ni kuwarekebisha wale ambao wamekosa, warudi katika utu wao, warudi katika matendo mema yanayompendeza Mungu. Basi wapendwa, kufikia hapo ngoja sisi tupumzike sasa. Bado tuna muda mfupi, na kwa sababu kesho ni Noeli, tunaanza leo mkesha, kesho ni Noeli, basi tuwakaribisha na nyinyi muweze kuchangia ili mpate mkesha mzuri leo na Noeli njema kesho. Karibuni sana wapendwa.
Kwa ufupi, yani mimi naomba niwashukuru sana Pro Life, watetezi wa uhai, na mlipokuwa mkimzungumzia huyu mama mjamzito ambaye amebeba uhai katika tumbo lake. Maana tumesema sio kwamba ana kiumbe, ana uhai ndani ya tumbo lake, na yule mtoto ndani ya tumbo la mama yeye ni uhai, yani ni kiumbe hai. Tumesema kwamba ni binadamu aliye hai katika tumbo lake, na hapo mwishoni kwa sema mama akiwa katika hali fulani yale mabadiliko ambayo yanakuwa nayo ni ya kawaida, ila kina baba inabidi wawasikilize na wawape nafasi ya pekee hawa kina mama. Kushoto kwangu hapa mwenyekiti kuna dada amekaa, huyu binti. Huyu binti hapo ukimwona hapa kushoto kwangu, na yeye yuko katika hiyo hali. Simuoni kama fupi. Hebu sogea kwanza hapa mwenyekiti, kwanza akuone. Simama kwanza kidogo hapa. Hongera. Unaona huyu binti ana kiumbe ndani. Sana. Ana mtoto. Ana binadamu. Mazoea. Ana binadamu mpya ndani. Na tangu binadamu mpya alipoingia kwa huyo binti, huyo binti yani yeye tunamuita super mkononi. Hapa alipo leo nikimuuliza mtapika mara ngapi? Mara 5 mpaka sasa hivi. Ana kinachoingia, yani kila kinachoingia kinatoka, lakini ndio hivyo anakuja kazini atafanyaje? Kwa sababu ni amekubali kubeba uhai ndani ya tumbo lake. Kwa hiyo miongoni mwa wamama ambao tunatakiwa pia tuwaombee wakati tunasherehekea Noeli ni pamoja na huyu binti hapa. Sawa kabisa. Kwa hiyo Mary, usijali, Pro Life sisi ndio watetezi wa uhai, mwenyekiti wa kutetea uhai ndio yule, dada Grace ndio yule, na mwaka huu tumepata mwana Pro Life mpya, yani chipukizi ambaye amechomoka ndio yule pale Mwalimu Rosemary. Kwa hiyo wote kwa pamoja tutakuombea, sawa? Tunakupongeza sana kwa kukubali kwanza kubeba uhai kupitia tumbo lako. Umesikia? Mwenyekiti, nadhani kabla hatujaendelea, najua wasikilizaji watakuwa na maswali mengi ya kuuliza, yawezekana kuchangia na kufurahi. Tupate ujumbe kutoka studio, na kisha msikilizaji 0222771734, hizo ni namba, na 0784313587. Mwenyekiti, unajua nimesikitika bwana. Univuko unaona nahangaika huko, niko natafuta ile CD yetu ya wimbo wetu wa uhai. Nimeikosa. Unajua mashine zilivyoharibika, nyimbo zote zilisikika. Kwa hiyo nilikuwa natafuta. Sasa mimi naomba uandae na hiyo timu yako, mtuimbie walau hata beti moja tu tutakaporudi. Nitakushukuru. Ndio. Hamna shida. Ndio. Sio uimbaji kweli. Ndio. Nawatakia Christmas njema, nawatakia Christmas njema, nawatakia Christmas njema na heri ya mwaka mpya. Naitwa Epinesi Mlewa Homange, mtangazaji wa Radio Maria. Napenda kukushukuru wewe msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi kwa mwaka mzima wa 2013. Tumshukuru Mungu kwa kutulinda kwa mwaka mzima, na tuombe tena neema na baraka zake kwa mwaka tunaotarajia kuanza wa 2014. Kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Na kutakia Christmas njema na heri ya mwaka mpya. I will. Msikilizaji wa Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Namba zetu ni 0222771734 na 0784313587. Karibu ili mpige simu tushirikiane wote katika kipindi hiki hapa cha Pro Life, kipindi cha utetezi wa uhai, ili tusikie na nyinyi ya kwenu. Na niliwaomba studio namba 2, mwenyekiti pamoja na jopo lake. Sisi utetezi wa uhai tuna ule wimbo wetu kidogo, yani kidogo tu mwenyekiti. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Mungu awabariki sana. Moja kwa moja naomba niende katika laini za simu. Hello. Hello. Habari ya kwako?
Njema, habari za leo? Salama kabisa. Pro Life ndio kipindi ambacho kiko hewani. Tunatamani tukusikilize, karibu. Asante. Kwanza kwa jina naitwa MC Mapela Papela. Napatikana pande za Kasai ndani ya wilaya Sengerema, mkoa wa Mwanza. Sasa mimi nilikuwa nataka kwanza niwapongeze wana Pro Life kwa kipindi kizuri cha namna hii kuhusu siku za uhai. Na tunapoelekea sasa hivi siku ya kesho, walau mtoto Yesu tupate kusherehekea kwa pamoja. Nataka niulize jambo dogo tu kwamba ndio mimi hapa nilipo nina mke wangu ni mjamzito. Hongera. Hongera. Asante sana. Sasa pamoja na kwa ni mjamzito, anapopata ujauzito huwa anahangaika sana. Na maana anapofikia kama miezi 2-3 hivi. Na maana acha kufanya kazi za kifamilia inakuwa ni kazi ngumu kwake. Sasa nilichokuwa nataka niombe kitu kimoja. Ndio. Kama kutakuwepo kuna mtu kati ya wana Pro Life ambaye ana line ya Airtel. Naomba nitajie namba yake, afu basi siku moja nimpigie simu studio nipate kueleza kwa kina matatizo ya mke wangu kuhusiana na hali ya uzazi. Aya, asante sana bwana Mapera. Unaweza ukataja namba yako? Ndio. 0684 1640 27. Aya, asante Mapera kutoka Sengerema. Asante sana. Ya bwana Mapera kutoka Sengerema, tunakushukuru sana. Msikilizaji, bado hujapiga simu na kutuambia unachangia kitu gani katika Pro Life kwa siku leo. Mengi yamezungumzwa. Hello. Pole sana, line ya kwanza msikilizaji wangu. Ni kipindi ambacho ni cha tofauti na tunajua ni leo usiku, basi kengele zitagongwa. Si ndio mwenyekiti? Kengele zitalia. Mtoto atazaliwa, mkesha kupitia kwenye ule mkesha wa Noeli. Tunatamani pia kusikia kutoka kwako kama Pro Life wameongea. Wewe je, hauna kitu chochote kile ambacho unataka kutuambia? Maana najua kwa siku ya kesho tukianza kupita katika baadhi ya nyumba mbalimbali tutakuwa tunasikia walau itakuwa ndio hivyo, maana ni mtoto amezaliwa. Hamna kitu kingine tena zaidi ya mtoto kuzaliwa. Mtoto akizaliwa tunajua ni vitu gani ambavyo vinafuata, inakuwa ni chereko, nderemo na vifijo. Msikilizaji, hello. Hello, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina, karibu. Asante, mimi ninafurahi kwa sababu tunajongea katika kipindi ambacho hasa wa Kristo tunategemea kwamba mkombozi anazaliwa. Japo ameshakwisha kuzaliwa karibu miaka 2010 yameshapita. Ndio. Lakini ni tunafanya hii kumbukumbu kwamba ni kwa jinsi gani haya yanatukumbusha kwamba ni maisha ambayo Mkristo unatakiwa uishi. Lakini kuna kitu ambacho pia tunajifunza kutoka katika familia hii ya Yesu, Maria na Yosefu. Mimi kama baba wa familia, kwamba mke wako anapokuwa mjamzito anafanya nini, unatakiwa ufanye nini. Kwa sababu tena katika dunia hii ya leo unaweza ukakuta baba mama ni mjamzito lakini bado anafanya kazi ngumu. Alafu unakuta wakati mwingine hasa kwa maisha yetu tunayoishi kutokana na uchumi wetu kuwa mgumu, unakuta mpaka mama anajifungua labda usiku. Asubuhi baba ndio anaanza kukimbia kwa majirani kutafuta hata kitu ya kumchinjia mama. Jamani nisaidie huyu mbuzi. Jamani nisaidie 10,000, mama amezidiwa na uchungu. Lakini sasa inatakiwa tujifunze kwa Yosefu ambaye hata wakati alipoambiwa mkimbize mtoto Misri, Herode anataka kumuua, hakuanza kuhangaika sijui nitaendaje Misri. Yeye alichofanya ni kuchukua maamuzi, mama twende. Ndio. Kwa sababu yeye ni baba. Kwa hiyo na sisi inatakiwa tuige kutoka kwa Yosefu kwamba mama amesikia uchungu, ni twende. Ndio. Sio kwamba wakati mama anasikia uchungu sasa we baba ndio unaanza kuwapigia marafiki zako simu. Ase naomba nisaidie 5,000 bwana, mama amesikia uchungu. Ndio. Nafikiri sio maisha ya baba wa familia kwa kweli. Na kitu kingine ambacho mimi napenda kwenye hiki kipindi cha Pro Life. Ndio. Hiki kipindi ina wapinzani wake wengi sana. Ndio. Mimi ni mwenyeji wa kijijini, japo naongea kutoka Arusha, lakini ni mwenyeji wa kijijini kabisa huko Mbulu. Kuna hizi taasisi zinazozunguka kwenye mahospitali. Ndio. Zinawapotosha wamama kule.
kuhusu mambo ya uzazi wa mpango. Wanawadanganya, haina madhara, ni kero ndogo ndogo tu kama chef kwa line. Lakini sasa hiki kipindi cha Pro Life haifiki kule. Ndio. Haifiki kule vijijini, redio haifiki mbali. Watu wengine hawana uwezo wa kusikiliza redio. Mimi ningeshauri kwamba labda tutumie hata makanisa yetu. Kwa mfano labda kama parokia zile za vijijini, tuunde timu kutoka kwenye zile parokia. Wako watu ambao tutajitolea kutoka kwenye zile parokia. Najua nyewe hamwezi kutembea Tanzania nzima kila kaya, kila nyumba. Kwa hiyo ingekuwa vizuri zaidi tukaunda tukajitokeza watu kwa makundi kutoka kila parokia. Parokia tukaunda kutumia vigango tukaunda kwenye jumuiya. Nafikiri ujumbe ungewafikia kuliko wa mama zetu wanapopotoshwa wakienda kliniki jamani. Unaweza ukatupatia namba yako ya simu kabla hujaondoka hewani? Ndio, naweza nikakupatia. Tunaomba ufanye hivyo kaka. Namba yangu ni 0783 83 83 0785 85 23 25 21. Na jina lako? Mimi ninaitwa Daniel Sahame, kwa sababu hiyo jina ni ngumu Sahame kutamka. Ni ngumu. Ili la kimbulu. Yes, unaandika T S A double H A M E au A. Sahame Joseph. Unaweza ukaniita Daniel Joseph. Kwa kweli, kutoka Mbulu. Kutoka parokia ya Maha, Jimbo Katoliki la Mbulu. Parokia ya Maha. Asante sana. Japo nipo Arusha kwa sasa hivi, lakini haya mambo yanatuumiza sana. Kwa sababu hata sisi ambao mambo yanatugusa, tukiwagusia hawa dada zetu au hawa mama na hata wake zetu kwamba hivi mnaonaje, hebu sikilize hii Radio Maria. Anakwambia sasa tuelewe ipi, mbona kwenye Radio Maria wanasema hiki, lakini tukienda kliniki manesi wanatuambia hivi. Sasa mimi naona kidogo angalau hebu tujaribu kusambaza ujumbe. Mara nyingi kitu kibaya kinasambaa kuliko kile kizuri. Ni kweli kabisa Joseph. Kwa hiyo huu ujumbe wa Pro Life unaenda pole pole kwa sababu watu hawautaki. Lakini ule mwingine huwa unaenda haraka kwa sababu ni kitu kibaya na shetani anachangia. Ni kweli, ndio. Asante sana. Asante sana kaka Milele Amina, kaka Daniel Sahame kutoka Mbulu. Amenipa wazo moja nzuri sana. Asante sana kaka. Ndio. Amenipa wazo moja nzuri sana. Kuunda timu kwenye mavijana. Tulikwisha anza na hapa Dar es Salaam tayari na kina Grace walienda mahali fulani si wapi kule kwa kina mama fulani, na tayari mwakani tuna sehemu mbili. Kuna mdada mmoja kule Mwanza, dada gani Makulata yule kule Mwanza, anatuandalia mahali pa kufanya seminar timu hiyo. Na kuna mmoja kule Songea, dada Grace, anaitwa Grace pole sana, kule Songea na anaandaa timu. Nadhani hilo ngoja tuchukue hilo wazo kulifanyia kazi mwakani, kuona timu katika majimbo sehemu mbalimbali ili wao waweze kufundisha na kufika mahali pale labda sasa tuweze kufika. Na kama umeelewa vizuri kadani anakuambia hivi, yaliyo mazuri yanachelewa kusambaa, ila yale mabaya yanasambaa kwa urahisi. Ni sawa kabisa na pale bustani ile Eden. Shetani anafika anageuza yale mbaya ya Mungu, anayageuza ni kwa ndio anafanya. Huyu hapa hello laini ya pili. Inaonekana hakuwa tayari kabisa na kutosikika. Dada nani leo nimepigwa simu leo. Moshi hawasikii Radio Maria. Moshi inasikika lakini sio maeneo yote. Tuna kilio kikubwa sana kutoka Rombo pia anasema Rombo wanatamani sana wapate Radio Maria kule Rombo kule hawapate Radio Maria. Unajua mwenyekiti, kuna maeneo mengine ambayo Radio Maria haifiki kutokana na sera za nchi. Kuna baadhi ya maeneo mengi ni kutokana na sera na mifumo iliyopo hapa nchini kwetu Tanzania. Kwa hiyo huwezi kwenda nje ya sera na taratibu. Sawa. Tunaomba Mungu tu mifumo ilegezwe ili Mungu alegeze tambe za mifumo. Lakini kuna sehemu nyingine kama Rombo na wapi tayari watu wanaendelea kufanya utaratibu. Natamani kumsikiliza huyu hapa. Hello. Laini ya pili. Hello, Milele Amina, utakuwa mzungumzaji wetu wa mwisho. Karibu na tukusikilize.
Ndio, naitwa Mwenye Baraka Majamungu, napatikana Mpanda, mkoa wa Katavi. Karibu Mwenye Baraka. Ndio, mimi sichangi kitu. Yeye nataka niseme tu kwamba nashukuru kwa kuendelea kutuelimisha kupitia Pro Life. Ndio. Kwa sababu nimejaribu kufuatilia kipindi hiki hapa, pia huku ndio kufuatilia na niweze kuchangia kwa kutoa mchango kwa njia ya kupiga simu kama hizi. Kwa mimi naomba tu kwamba msisi mona kwa namna yote tuombe kwa Mungu kwamba pingamizi ya kuweza kupinga hiki kitu kama nilivyochangia yule bwana mwenye binadamu wa kutoka Arusha. Kwamba vitu vibaya huwa zinavuma kuliko vitu vizuri. Ndio. Ndio maana katika kifungu moja kwenye Biblia tunasema kwamba njia inakwenda kwa Mungu ni ndamba ni rahisi kuangamia kutoka kwa tendo la sindano kuliko mtu mwenye utajiri kuona falme mbinguni. Ndio. Ni kwamba vitu vibaya vinavuma kuliko vitu vizuri. Asante. Asante kaka Mwenye Baraka. Naam. Nasema asante sana kaka Mwenye Baraka. Ndio, asante. Njema. Wakalimeka Katavi Mpanda. Naomba nirudi kwenu studio namba 2 kama muda kwetu kamekwisha. Japokuwa naona watu ndio wanaanza sasa kupiga simu kwa wingi. Pole sana basi. Labda tuseme tu mimi ni namba yangu, namba zile za aliomba namba ya Airtel 0784 45 8341. Kwa kama unapenda kuwasiliana nami basi nipigie kwa line hiyo, utanipata, tutaongea. Lakini pia basi nichukue nafasi hii kuwashukuruni sana wapenzi na wafadhili wa Radio Maria Sauti ya Kristo Nyumbani Mwako kwa kuwa nasi kwa mwaka mzima. Kwetu sisi ni faraja, ni baraka ya Mungu kwetu, na tunaamini basi tunapohitimisha mwaka huu Mungu anazidi kutujaza na neema zake na baraka zake kuanza mwaka mpya hivi karibuni tu na nguvu mpya na maarifa mapya. Yote yanatoa Mwenyezi Mungu. Basi niwatakieni sikukuu njema ya Noeli, tuzaliwe na mtoto Yesu, tuwe watu wapya, tukumbatie utamaduni wa uhai ambao unahubiri injili ya uhai badala ya utamaduni wa kifo unaohubiri injili ya kifo. Asanteni sana, tukutane juma lijalo. Najua tutakutana kabla ya mwisho wa mwaka ili kupeana mikakati mipya ya mwaka mpya, jinsi gani ya kuendelea kuutetea uhai ambao ni mali na zawadi ya Mungu. Asanteni kwa zawadi ya wimbo ambao mmeimba. Mimi nimefurahi. Najua hata wasikilizaji wamefurahi. Asante sana. Kama Mwalimu Sofe kila mahali yumo. Hata kule kwenye vipaji. Mwanakwaya huyo. Jamani, mimi nawashukuru sana na Mungu awabariki na watakie heri ya Noel. Asante sana. Amina. Msikilizaji, basi hadi kufikia hapo kipindi cha Pro Life kwa siku ya leo hakina la ziada. Kumbuka tu ndani ya studio tulikuwa na mkurugenzi wa Pro Life Tanzania, mwenyekiti ndugu Emily Hagam, lakini tulikuwa na dada Brace Morrison Shayo ambaye yeye ni katibu mutasi lakini pia ni mtunza hazina wa shirika hili la Pro Life hapa nchini kwetu Tanzania, na mwalimu Rosemary Msofe ambaye naye ni mwana Pro Life. Kwa niaba yao mimi ni Agnes Shayo Hiza. Na wapenda wote ambao umepiga simu katika kipindi hiki, Mungu awabariki. Asante sana kakaangu wa kule Manyara, Daniel Joseph, lile lingine tunaweka pembeni. Mwenye Baraka na wengine wote, Mungu awabariki sana 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 sana. Na watakie Christmas iliyo njema kabisa. Kristo Yesu azaliwe ndani ya mioyo yenu. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Habari, Jessica Pa, mtangazaji wa Radio Maria Sauti ya Kristo Nyumbani Mwako. Napenda kuwatakia wasikilizaji wote wa Radio Maria heri ya Christmas na mwaka mpya yenye baraka tele, huku ukiendelea kuitegea na kusikiliza Radio Maria Sauti ya Kristo Nyumbani Mwako. Haya unaleta kisirani wewe hapa duniani, utengano kati ya Mungu Baba na sisi wanadamu. Wasi unaoikumba dunia ni kazi yako moyo, mubaraka